Jesus. Lord, I thank you for this meeting. And I thank you that you have brought the sheep of Christ before your throne today. Father, they did not come to hear any prosperity gospel, but they came just that they may be baptized and set free from sin. Father, what a mighty blessing they have given the nation of Kenya. They have come in large numbers to be baptized by you, my Lord. They have essentially taught Kenya how to crown the year, how to finish with the year, to finish by bringing an end to sin and sinful life. Father, I can see you have loved Kericho so much. Father, how I ask today that you reach their hearts and let your Holy Spirit minister to them, my God. And Lord, that even as they get baptized, they will stand in the gap for their families. That a new healing anointing will enter their lives and their families. And even their marriages will be set free. Even the women that came from home with fear of going back home, they will be more than glad to go back home, because through this baptism you will baptize the entire family. And you bring peace into their marriage and life and their children. Lord, that you will cause even their sons and daughters who have been lost out there to come back home. Thank you for loving Kericho. And Lord, we appreciate that you chose the Kericho Tea Hotel to do such an important event in Kenya. Lord, this is the meeting of all meetings in the nation of Kenya. This is the most important meeting taking place in this nation right now, where the King of Kings is separating his people from sin. Father, I present to you every woman here, every man, and all the children. And I ask that you minister and love them, and bless and heal them. Use them to teach millions of Kenyans how to love you, and how to come back to you. Lord, I see that you have loved Bomet and Kericho. There is something special about these people, Lord, that has caught your attention. Master, I thank you that you chose me to send me here to these people that you so much love. Lord, today we bless your holy name, and we ask that everything we do will exalt the mighty name of Jesus and glorify the name of Jesus. Father, even as I speak to them, let them not see me at all. Let them see Jesus. Let them not hear my voice at all. Let them only hear Jesus. Father, I thank you and I pray in the mighty name of Jesus that even every single sickness that may have come here, I speak with my prophetic tongue to you, my Lord, that every sickness they may have come with today will be left in that water, and they will march as free people and enter a new year with blessings. In the name of Jesus I have prayed. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Today I'll teach on baptism. Leo nitafunza kuhusu ubatizo. I'm reading Matthew chapter 3 verse 1. Nasoma Mathayo mtakatifu mlango wa 3 mstari wa kwanza. And before you are baptized, you will understand the importance of baptism in your life. Na kabla hujabatizwa utaelewa muhimu wa ubatizo katika maisha yako. Matthew chapter 3. Mathayo mtakatifu mlango ni wa 3. Beginning verse 1. Tunaanza mstari wake wa kwanza. In those days John the Baptist came preaching in the desert of Judea and saying, Siku zile aliondokea Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, Repent, for the kingdom of heaven is near. Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. Kwa sababu huyo ndiye aliyenenwa na nabii Isaiah. A voice of one calling in the desert, Sema sauti ya mtu aliye nyikani, Prepare the way for the Lord. itengezeni njia ya Bwana, Make straight paths for him. yanyosheni mapito yake. John's clothes were made of camel's hair, and he had a leather belt around his waist. Na Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa za ngamia na mshipi wa ngozi kiunoni mwake. His food was locust and wild honey. Na chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. Listen to me now, somebody. Nisikilize sasa ewe mtu. His food was locust and wild honey. Chakula chake kilikuwa nzige na asali ya mwitu. People went out to him from Jerusalem and all Judea and the whole region of the Jordan. Watu wakamwendea kutoka Yerusalemu na Yudea yote na katika sehemu yote ya Yordani. Confessing their sins, they were baptized by him in the Jordan River. Wakikiri dhambi zao wakabatizwa naye kando kando ya mto Yordani.
when he saw many of the Pharisees and the Sadducees coming to where he was baptizing, he said to them, "You broods of vipers, Alipowaona Masadukayo na Mafarisayo wengi wakiujia ubatizo wake, aliwaambia, enyi wazao wa nyoka, who warned you to flee from the coming wrath?" ni nani aliyewaona ninyi kukimbia hasira itakayokuja? Listen to me, verse 8. Nisikilize mstari wa 8. Produce fruit in keeping with repentance. Basi zaeni matunda ya pasayo toba. And do not think you can say to yourself, "We have Abraham as our father." Wala msiwaze mioyoni mwenu kwamba tunaye baba ndiye Ibrahimu. I tell you that out of these stones God can raise up children for Abraham. Kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu aweza katika mawe haya kumwinulia Ibrahimu watoto. Kericho, pay attention to verse 8 and verse 10. Sasa Kericho, shikilieni kwa makini mstari wa 8 na wa 10. And he says 10, the axe is already at the root of the tree, and every tree that does not bear good fruit will be cut down and thrown into the fire. Anasema mstari wa 10, na shoka limekwisha kuwekwa penye mashina ya miti, basi kila mtu usiozaa matunda mazuri hukatwa na kutupwa motoni. I baptize you with water for repentance, Kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, but after me will come he who is more powerful than I, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuniliko mimi, whose sandals I'm not fit to carry. wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Naye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. His winnowing fork is in his hand, Ambaye pepeto lake liko mikononi mwake. and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn and burning up the chaff with unquenchable fire. Naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano yake galani, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. John the Baptist came preaching repentance, Yohana Mbatizaji akaja akihubiri toba, and he told them to repent, akawaambia watubu, otherwise the wrath of God is coming. na kama sivyo ghadhabu ya Bwana yaja. I know Najua that you have been lied to for a long time, Kericho. ya kwamba mmedanganywa sana kwa muda mrefu, Kericho. Some people are saying, how come he's preaching repentance and judgment? Watu wengine watasema yawezekanaje na hubiri toba na hukumu pekee. I want you to hear me and listen to one thing here today. Nataka unisikize na usikize kitu kimoja hapa. Every time the Lord sends somebody to warn you of repentance, Kila wakati Mungu anatuma mtu amuonye kuhusiana na toba, it is time to repent, otherwise the wrath of God is coming your way. ni wakati wa kutubu, la sivyo hukumu ya Bwana itawakujia. And the Lord sent me with a clear message for Kenya that you have to repent. Naye Bwana akanituma na ujumbe ulio wazi juu ya Kenya kwamba lazima mtubu. And tell them the kingdom of God is near. Na uambie kwamba ufalme wa Mungu umekaribia. And John the Baptist has spoken with me, I've told you already. Naye Yohana Mbatizaji amenena nami na mimi nimekwisha On kuambieni. the 2nd of April, Tarehe 2 ya mwezi wa 4, the Father in His glory presented John the Baptist on my right hand side. Baba katika utukufu wake akaniletea Yohana Mbatizaji kwa mkono wangu wa kulia. And John the Baptist has spoken to me about the need for the four corners of the earth to repent. Naye Yohana Mbatizaji amekwisha ninenea ni kwa ajili au maana gani ya toba kwa pembe 4 za dunia. The Lord has commanded that you repent. Bwana ameamrisha kwamba But when mkatubu. John was preaching repentance, Lakini wakati Yohana alipokuwa akihubiri he also toba, warned them of the wrath of God that was coming. alionya pia katika ile ghadhabu ya Mungu inayokuja. And that's why he said, you broods of Na vipers, ndiposa akaambia, enyi kizazi cha who nyoka, has warned you of the coming wrath now that I see you coming ni here? nani aliyeonya kuhusu ghadhabu inayokuja kwa vile nawaona mkija hapa? And he said, I am preaching repentance and baptizing you with water, Naye akasema, ninahubiri toba na kuwabatiza katika maji, but I'm also aware that the axe is at the foot of the tree already. ya kwamba shoka liko katika shina ya mti And tayari. if anyone repents, Na ikiwa yeyote atatubu, the Lord expects them to yield the fruit of repentance. Bwana anatarajia azae matunda ya pasayo toba. Those that do not yield good fruit in keeping with repentance will be cut down and thrown into the fire that is unquenchable. Na ndio sababu amesema wale wasiozaa matunda ya pasayo toba watakatwa na kutupa katika moto So the usiozimika. baptism John was bringing Kwa hivyo ile ubatizo ambayo Yohana alikuwa akileta was the baptism of water. ilikuwa ubatizo wa maji. But I want you to understand the secret in that scripture. Lakini nataka uelewe siri katika hilo andiko. When John was preaching repentance, Wakati Yohana alikuwa akihubiri toba, the Spirit of the Lord Roho wa Bwana touched him, akamguza, and he could sense that the Lord was about to come. na angeweza kuhisi kwamba Bwana alikuwa karibu kuja. I want you to know Nataka ujue that he has spoken to me about the coming of the Lord. ya kwamba amekwisha nene kuhusu kurejea kwa Bwana. The coming of the Lord is near. Kurudi kwa Bwana kumekaribia.
cannot even carry his sandals. ya kwamba yeye ajaye baada yangu ni mwenye nguvu kuniliko, ni mtakatifu kuniliko, na hata mimi sistahili kubeba viatu vyake. Listen to the secret, Kenya Kericho. Sikiliza sasa siri, Kenya Kericho. Every time the Lord sends a voice Kila wakati Bwana anatuma sauti crying out in the wilderness ikilia katika nyika that repent, repent, repent. ya kwamba tubuni, tubuni, The tubuni, kingdom of God is near. ufalme wa Bwana umekaribia. That means very soon the Lord is about to appear. Hiyo inamaanisha hivi karibuni Bwana The ataonekana. people of Kericho and Kenya, Watu wa Kericho na Kenya, let you be very intelligent in the spirit. kuwa hodari na mwenye hekima The katika Lord is roho. asking people to go back to Him in holiness. Bwana anauliza watu wamrejelee katika utakatifu. And that's why He's telling me to warn you. Na ndio sababu ananiambia niwaonye. I can sense in the spirit that is speaking with me. Ninaweza kuhisi katika nyanja ya kiroho kwamba The Holy ananionea. Spirit that is speaking with me. Roho Mtakatifu ambaye ananena He makes me nami sense that very soon the Lord is about to come. ananifanya nisi kwamba hivi karibuni Bwana These are atarejea. end time revival meetings. Katika mikutano ya uvivio nyakati ya mwisho, End time baptism meetings. mikutano ya ubatizo nyakati ya mwisho. And He said, if you don't yield good fruit in keeping with repentance, Na akasema ikiwa hamtazaa matunda ipasayo toba, the wrath of God is coming to touch you. ghadhabu ya Bwana inakuja juu yenu. And you know this more than now I can discuss or share with you. Na sasa unajua hivi zaidi kuliko vile ninavyoweza kushiriki ama kuambieni. Look at the earthquake in Tanzania. Angalia tetemeko la ardhi kule So Tanzania. surely God is serious. Kwa hivyo kwa hakika Mungu If you amemaanisha. don't yield good fruit in keeping with repentance, Ikiwa hautazaa matunda mema yapasayo the toba, wrath of God will touch you. ghadhabu ya Bwana itakuja juu yako. I was talking to Kenya about repentance Nilikuwa nikiongea na Kenya kuhusiana na and toba. saying an earthquake will touch you. Nikawa nawaambia kutetemeka kwa ardhi itawaguza. But they did not believe. Lakini hawakuniamini. But now they believe Lakini sasa wanaamini that surely if we don't repent, the Lord is going to hit us. ya kwamba kwa hakika tusipotubu Bwana anaenda So kutugonga. John was telling them the axe is at the root of the tree. Kwa hivyo Yohana alikuwa akiwaambia shoka liko katika shina la mti. And he was telling them he can sense that the Lord is about to appear. The kingdom of God is near. Na akawa anawaambia kwamba anahisi Bwana yuko karibu kuonekana. Baptism Ubatizo is a very central part of sanctification of a Christian. ni sehemu muhimu sana ya utakaso katika maisha ya Mkristo. I am very surprised about the Kenyan church Nimeshangazwa sana kuhusiana na kanisa la Kenya that they have sidelined baptism ya kwamba wameweka kando ubatizo and they have sprinkled water on people like this. na wamenyunyiza maji juu ya vipaji vya uso vya watu You hivi. cannot change the ways of God. Hauwezi kubadilisha njia na mitindo ya Bwana. These precious people, Watu wake wa they dhamani have to be baptized the way God commanded. lazima wabatizwe vile Mungu aliamrisha. Even Jesus had to be baptized. Hata Yesu ilimbidi He abatizwe. came to John the Baptist. Akamkujia Yohana And John the Mbatizaji. Baptist said, why do you come to be baptized Na here? Yohana Mbatizaji akamuuliza, kwa nini unakuja kwangu You are the one nikubatize? supposed to baptize Wewe me. ndio unastahili kunibatiza mimi. And the Lord said, Naye Bwana let akamwambia, us just do it to fulfill righteousness. wacha tuitende tukutimiliza haki yote. Even the Lord had to be baptized. Hata Bwana ilimbidi abatizwe. Nobody can sideline you from baptism. Hakuna mtu awezaye kukuondoa katika ubatizo. You have to be baptized Lazima ubatizwe by complete immersion. kwa kuwekwa kwa maji kikamilifu. And I'm going to teach you the meaning of that Nami naenda kuwafunza maana ya in a hiyo split second. katika muda mfupi But ujao. baptism Ubatizo is very important to you. ni muhimu sana kwako. Continuing with the book of Matthew chapter 3, Tunaendelea kitabu cha Mathayo mlango wa 3. verse 13. Mstari ni wa 13. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. Basi Yesu akatoka Galilaya akaenda Yordani akabatizwa na Yohana. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized you, and do you come to me? Naye Yohana akajaribu kumzuilia akamwambia, nahitaji nibatizwe na kwa nini wewe wanijia mimi? And Jesus replied, Yesu akamjibu, Let it be so now,
wacha iwe hivyo sasa. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Ni haki kwetu kutenda haya ili tutimilize haki yote. Now listen to me. Sasa nisikize. As soon as Jesus was baptized, Punde tu Yesu he alipobatizwa, went out of the water. akatoka kwa maji. At that moment, heaven opened. Kwa wakati ule mbingu ikafunguka, And he saw the Spirit of God descending down like a dove na akaona Roho wa Bwana akishuka kwa mfano wa hua, and lighting on him. na akashuka juu yake. And a voice from heaven said, Na sauti kutoka mbingu ikasema, "This is my son, huyu ni mwanangu whom I love. ninayempenda, With him I'm well pleased." na kwake yeye napendezwa mno. Listen to me, the children of Jehovah. Nisikilizeni enyi watoto wa The Yehova. Lord has commanded that you be baptized. Bwana ameamrisha kwamba mkabatizwe. The Lord has commanded Bwana ameamrisha that you be baptized Yeah. according to the command in the Bible. ya kwamba mkabatizwa kulingana na amri ya Biblia. What does the Bible Na command? Biblia inaamrisha nini? God has the same ways. Bwana ako na mitindo He ile does ile, not change his ways. abadilishi mitindo yake. You have tried to change the ways of God in Kenya, Umejaribu kubadilisha mitindo ya Bwana hapa and Kenya, yet God has not changed. na ili hali Mungu hajabadilika. Listen to me, the precious people. Nisikilizeni enyi watu wa dhamana. You are supposed to be baptized by complete immersion in water like Jesus was. Inatakikana ubatizo kwa kutozwa ndani ya maji kikamilifu jinsi And Yesu then Jesus alivyofanyiwa. came out of it. Alafu Yesu alipotoka katika hiyo maji, And then the Holy Spirit of God, alafu Roho Mtakatifu wa Bwana, heaven opened. mbingu ikafunguka, And the Lord God, naye Bwana He Mungu sent the Holy Spirit as a dove, a white dove, akatuma Roho Mtakatifu kama huo mweupe, and came to Jesus and touched him and kajili lived on him. akakuza Yesu, naye akamsimamia kwa Now Yesu. listen to me, Kericho. Nisikilize Kericho. And the voice of the Father from heaven Na sauti ya Baba toka mbinguni saying, "This is my son, ikasema, huyu ni mwanangu whom I love. ambaye ninampenda, With him I am well pleased." na kwake yeye nimependezwa mno. Listen to me, the children of Jehovah. Nisikilizeni watoto wa Yehova. When you get baptized correct, Wakati unapobatizwa inavyopasa, by complete immersion and then removal, resurrection, kwa kutoswa kikamilifu ndani ya maji alafu unaondoka ukifufuka, the Lord in heaven, Bwana mbinguni who has the same style, ambaye ako na mtindo ule He ule is going to open up heaven anaenda kufungua mbingu, and is going to announce, anaenda kutangaza "This is my ya child, kwamba huyu ni mtoto wangu, this is my son, huyu ni mwana wangu, with him I am well pleased, na kwake yeye nimependezwa and I mno, love this child." na kwamba nimempenda huyu You mtoto. enter into sonship with God. Unaingia katika uwana na Mungu. Your life changes from Maisha baptism. yako inabadilika katika ubatizo. The same God Mungu yule yule that sent Jesus the Holy Spirit, aliyemtumia Yesu Roho He will Mtakatifu send you the Holy Spirit atawatumieni Roho Mtakatifu after the baptism of water, baada ya ubatizo wa maji, and He will bring you into the sonship into His house. naye atawaleta katika uwana katika nyumba yake. Let me explain this clearly. Wacha nieleze hii wazi kabisa. Sonship does not mean boys on men only. Uwana haimaanishi watoto wavulana ama wanaume Women pekee. and men go into sonship with God. Wake kwa waume wanaingia katika uwana kwa Mungu. Sonship covered all women and men. Uwana inahusisha wote, wake kwa waume. What is the meaning of sonship? Sasa hii ni maana gani ya hili neno That uwana? means when you receive Jesus and become a Christian, Hiyo inamaanisha unapokea Yesu na unakuwa Mkristo. it is necessary that you be baptized Sasa ni muhimu ya kwamba ukabatizwe as part of the process of sanctification from sin. kama ile sehemu ya hatua ya utakaso kutokana kwa dhambi. So baptism is very central to your life and growth. Kwa hivyo ubatizo ni ya muhimu sana katika maisha yako na ukuaji wako. Because after baptism, Maana baada ya ubatizo the Father is going to open up heaven for you. Baba anaenda kufungulia mbingu. Father has the same style. Baba ako na mtindo ule ule. He will open heaven on your behalf. Atafungua mbingu kwa niaba yako. That's how much He loves you. Na hiyo ndio kiasi And He will anachokupenda send nacho. you the Holy Naye Spirit. atakutumia Roho Mtakatifu. The same Holy Spirit He sent to Jesus. Yule Roho mmoja aliyetumwa kwa Yesu. Now listen to me. Sasa nisikize. And you enter into sonship. Unapoingia katika What uwana, is the meaning of that? hiyo inamaanisha nini? That means you have entered into the citizenship in the kingdom of God. Hiyo inamaanisha unaingia katika uwenyeji katika ufalme
wa Mungu. You become a citizen Unafanyika mwenyeji of the kingdom of God. wa ufalme wa Mungu. What does it mean when you enter into sonship in the house of the Father? Inamaanisha nini wakati unaingia katika uwana katika nyumba ya Baba? That means Hiyo inamaanisha you can now enter the house of the Father sasa unaweza kuingia kwa nyumba ya Baba and you are completely justified. na umepewa haki kikamilifu. That is now your Father's house. Yani hiyo ni You nyumba have ya a Baba right. yako. Uko na haki You have a kikamilifu. birthright there. Uko na haki ya uzaliwa You can pale. enter there today Unaweza ingia pale leo and ask him, Father, na kumuuliza Baba, today I am hungry for leo this. niko na njaa kwa ajili ya hiki. And he says, please Na have this for anakuambia today. tafadhali chukua hiki kwa ajili ya Today, leo. Father, Namwambia leo Baba, I am hungry for my children to know you. niko tuna njaa kwamba watoto wangu wakujue. And you send you the Holy Spirit. Take this. Naye atakutumia Roho Mtakatifu akwambia chukua And the huyo. Holy Spirit will bring them to the throne. Naye Roho Mtakatifu atawaleta katika kiti cha Today, enzi. Father, I'm just hungry for worshiping you. Leo Bwana niko tuna njaa ya He kukuabudu will wewe. give you food as every day as of what you need. Atakupatia chakula kila siku kulingana kile unachohitaji. You will be eating from the throne of God in heaven. Utakuwa ukila kutoka kwa kiti cha enzi cha Bwana kule The mbinguni. same God that has the same style, Yule Mungu tu aliye na ule mtindo mmoja ule. when he opens the spiritual gates of heaven Wakati anafungua malango ya kiroho ya mbinguni and starts feeding you with spiritual food after baptism, na aanze kukulisha kwa vyakula vya kiroho baada ya ubatizo, he's going to tell you, don't worry about tomorrow. ataanza kuambia usishughulike na kesho. Don't try to keep some manna for tomorrow. Usiwe na wasiwasi ya kujiwekea mana kidogo ya kesho. That let me keep some manna for tomorrow. Ya kwamba wacha nijiwekee mana kidogo ya kesho. There is no scarcity in this house. Hakuna upungufu katika nyumba yake. There is no deficiency in this house. Hakuna kupungukiwa katika I nyumba will yake. feed you based on what you need today. Nitakulisha kulingana na kile unahitaji leo hii. You have complete right in that house. Yani uko na haki kikamilifu katika hiyo You nyumba. have just entered into sonship with God. Umeingia tu katika uwana na Mungu. But listen to me. Lakini nisikize. That means you have entered a transition. Hiyo inamaanisha umeingia katika mabadiliko. You have reached a junction Umefika njia panda. where now you are completely being turned over to the kingdom of God. Ambapo unageuzwa sasa kikamilifu kuelekea ufalme wa Mungu. That is the peak of the process of sanctification. Hiyo ndio kilele cha ile hatua ya utakaso. So you can start living as a spiritual being. Kwa hivyo unaweza kuanza kuishi kama mtu wa kiroho. Because in baptism, Kwa sababu katika ubatizo you are going to kill your flesh. unaenda kuua mwili wako, After the flesh is killed, na baada ya mwili you kuuawa are going to be buried with Christ unaenda kuzikwa na Kristo in the water katika maji, and then resurrect with him. alafu ufufuke pamoja Let us naye. clap for the Lord on that one. Pigia Bwana makofi. You will enter the new year Utaingia mwaka mpya resurrected with the Lord. ukiwa umefufuliwa pamoja na You will Bwana. have resurrection power. Utakuwa na nguvu za You will ufufuo. be a spiritual being. Utakuwa mtu wa kiroho. Let me read for you, Father, Wacha niwasomee so zaidi you can understand baptism. ya kwamba mkaelewa ubatizo. As we continue, Tunapoendelea, let us go straight now to the book of Romans, wacha sasa tuende katika kitabu cha Warumi chapter 6, mlango wa 6, so you can understand what I've just talked about. ya kwamba uelewe kile ambacho nimenena kuhusu. You are going to die in the flesh, Naenda kufa katika mwili and so you'll resurrect. na kwamba ukafufuke. You're going to be buried with Christ, Naenda kuzikwa na Kristo, and then you'll resurrect with him, alafu utafufuka pamoja and naye. so you'll become a spiritual being. Kwa hivyo utafanyika mtu wa kiroho. And listen to this now. Sasa sikiza hii. That means you will be separated from sin. Hiyo inamaanisha utatengwa na dhambi. Sin is going to be something of the past. Dhambi inaenda kukuwa kitu cha kitambo. If you fall accidentally, God knows. Kama utaanguka kimakosa tu, Bwana The Lord anajua. knows, and He will give you a hand and save you. Bwana anajua, naye atakupatia msaada, atakuinua tena. But you cannot go back to sin intentionally. Lakini hauwezi tu kukusudia kurudi kwa dhambi. Romans chapter 6 verse 1 I'm reading. Warumi mlango wa 6 tuanzia mstari wa kwanza twasoma. What shall we say then? Tuseme nini basi? Shall we go on sinning so that the grace may increase? Tudumu katika dhambi ili neema izidi kuwa nyingi? By no means. Hasha! We died to sin. Tulikufa katika dhambi. How can we live in it any Na longer? tutaishije tena katika ile dhambi? Oh, don't you know that all of us who were baptized into Christ Jesus were baptized into his death?
Ama hamfahamu ya kuwa sisi sote tuliobatizwa katika Kristo Yesu tulibatizwa katika mauti yake? We were therefore buried with him through baptism into death, Basi tulizikwa pamoja naye kwa njia ya ubatizo katika mauti yake, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we may too live a new life. kusudi kama Kristo alivyofufuka katika wafu kwa njia ya utukufu wa Baba, vivyo hivyo na sisi tuenende katika upya wa uzima. If we have been united with him like this in death, Kwa maana kama tulivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, certainly also we are united with him in his resurrection. kadhalika tutaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake. For we know that our old self was crucified with him, Tukijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, so that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. ili mwili wa dhambi ubatilike, tusimtumikie dhambi tena. Because anyone who has died has been freed from sin. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Verse 8, somebody. Mstari wa 8 sasa. Now, if we died with Christ, we believe that we will also live with him. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. In the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Vivyo hivyo ninyi nanyi mjihesabu kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Listen to me, Kenya and Kericho. Nisikilize Kenya na Kericho. Even Tanzania, Uganda, listen to me. Hata Tanzania na Uganda nisikize. Therefore, do not let sin reign in your mortal bodies, so that you may obey its evil desires. Basi dhambi sitawale ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. But rather offer yourselves to God, Bali mjipeane kwa Mungu as those who have been brought from death to life, kama wale waliotolewa kutoka kwa mauti hadi kwa uzima, and offer parts of your body as instruments for righteousness. na kupeana viungo vyenu kwa ajili ya silaha za haki. Listen to me, the precious people in the nation of Kenya. Nisikilize nyinyi watu wa dhamana katika taifa la Kenya. The Lord is saying that when you get baptized today, Bwana anasema kwamba ukishabatizwa leo hii, when you get baptized by complete immersion, wakati utabatizwa katika kutozwa kwa maji kikamilifu, you die with Christ Jesus. unakufa pamoja na Kristo Your body Yesu. becomes crucified with Christ, Mwili wako unasulubiwa pamoja na Kristo. and then you are buried with him in that water, Alafu unazikwa pamoja naye katika yale maji. and then you resurrect with him. Alafu unafufuka pamoja And naye. he says the sinful body is killed. Na anasema huo mwili wa dhambi unauawa. The body of sin Mwili wa- ceases to reign over you. Mwili wa dhambi unakoma kukutawala. You become a spiritual being. Unafanyika mtu wa kiroho. That means you are being sanctified Hiyo inamaanisha unatakasika and separated from sin, na kutengwa na dhambi, and you can no longer offer any part of your body for sinful desire. na hauwezi peana tena kiungo chochote cha mwili yako kwa ajili ya tamaa za dhambi. Whether your hand, Uwe ni mkono, your tongue becomes You are- for worship. iwe ni ulimi, inafanyika ni ya You kuabudu. cannot use any part of your body for sinful desires. Hauwezi tumia kiungo ama sehemu yoyote ya mwili wako kwa ajili ya tamaa za dhambi. Even sexual immorality leaves you. Hata dhambi za zinaa zinakuondokea. After this baptism here, Baada ya ubatizo huu hapa, complete freedom has come to you. uhuru kamilifu umekujia And the wewe. Holy Spirit of God, Naye Roho Mtakatifu wa Mungu, the one that when heaven opened was sent to Jesus, yule ambaye wakati mbingu ilifunguka alitumwa mwende he Yesu, will come to you atakuja kwako and help you like he helped Jesus. na kukusaidia jinsi alivyomsaidia You Yesu. can see that when Jesus was baptized, Waweza kuona kwamba wakati Yesu alibatizwa, he wore our body, this flesh here. sasa ile mwili aliyokuwa nayo ambayo ni damu na nyama kama yetu The hii, weak body, hii mwili yenye after it udhaifu, was buried and resurrected, baada ya kuzikwa na kufufuliwa, you see that immediately the Holy Spirit came from heaven waweza kuona pale pale Roho Mtakatifu akashuka kutoka mbinguni to help him. kumsaidia. And listen to what happened. Nasikiza kilichotendeka. And the Spirit of the Lord Naye Roho wa Bwana led him into the wilderness for akamwongoza temptation. katika jangwa kwa ajili ya kujaribiwa. And look at how powerful Jesus was. Na angalia jinsi Yesu alikuwa na The nguvu. enemy tried to tempt him, Adui alijaribu kumjaribu, and he broke the back of the enemy. lakini akavunja ule mgongo wa The mashetani. enemy Alijaribu, tried to show him big cities. akampeleka katika mahali kumwonyesha miji mikubwa. The Lord said, no, it is written. Bwana akasema hapana, The imeandikwa. enemy tried to tell him to change stones into bread. Adui akajaribu kumwambia badilishe mawe ifanyike He told mikate. him, no, it is written. Akamwambia hapana, imeandikwa.
imeandikwa. And he defeated Satan. Akamshinda yule shetani. You also, Na wewe pia you are going to defeat the enemy. unaenda kumshinda adui. Because the Holy Spirit of God Kwa sababu Roho Mtakatifu wa is Mungu going to come and help you. anaenda kuja na The kusaidia. same way help Jesus. Jinsi tu alivyomsaidia So Yesu. baptism Kwa hivyo katika ubatizo is a very central part of sanctification. ni sehemu muhimu sana ya utakaso. You are supposed to be baptized Inatakikana ubatizwe and then set free from sin. alafu uwekwe huru kutokana na dhambi. So you can fast like Jesus fasted in the desert. Hivi kwamba ukaweza kufunga jinsi Yesu alivyofunga katika And jangwa. be stronger in the spirit. Na uwe mwenye nguvu katika roho. Even when the devil comes to you, Hata wakati shetani anapokujia. and the men come to you, Wakati wanaume wanapokujia. and they are soliciting for sexual sin, Na wanajaribu kukuingiza katika dhambi za you zina. say, no, it is written. Utasema hapana, imeandikwa. It is written. Imeandikwa. And they will tell you, Atakuongelesha. and you will tell them it is written. Nawe utawaambia imeandikwa. And you will defeat the devil. Ikiwa utashinda shetani. And you will live in the spirit. Na uishi katika roho. And you will be triumphant. Na uwe mwenye And ushindi. there will be a new seed in Kericho. Na kutakuwa na mbegu mpya hapa A Kericho. new seed in Kenya. Mbegu mpya hapa A Kenya. new breed of servants. Kizazi kipya cha watumishi. Servants that are walking in holiness. Watumishi wanaotembea katika utakatifu. That are walking the sheep back to the Lord. Ambao wanarudisha kondoo kwa Bwana. The servants of God that will come out of this. Watumishi wa Mungu ambao watatoka kwa haya. When the nations of the earth will have assembled on that day. Wakati mataifa ya dunia itakuwa imekusanyika hiyo siku. The Lord and the curtain will open. Bwana na ile pazia itafunguka. And the Lord will walk out in there. Naye Bwana atatokezea pale ndani. He will call their name Ataita majina yao. in the eyes of the nations of the earth. Katika macho ya mataifa ya dunia yote. This is complete sanctification of you people. Hii ni utakaso kamilifu ya enyi watu. You are being separated from sin today. Munatengwa na dhambi leo hii. Your flesh is going to be killed and dead in the water there. Naye mwili wako wenye dhambi Is going to be finished out there. inaenda kukamilika And pale. then your spirit will rise up. Alafu roho yako itainuka. You will resurrect with a stronger life. Itafufuka na uzima wenye nguvu A zaidi. spiritual being. Ule utu wa kiroho. Even if someone says, let's go drink some changa, for Hata example. mtu akisema kwa mfano twende tunywe chang'aa. Let's go drink some beer. Wacha twende tukunywe pombe ama kileo You will say, fulani. no, it is written. Utasema hapana, imeandikwa. No, it is written. Imeandikwa. That my body is the only temple of Ya the Holy kwamba mwili Spirit. wangu ni hekalu takatifu ya Roho Don't come to Mtakatifu. me and ask me for sexual sin. Usikuja kwangu kaniuliza dhambi za I am the zina. head and not the tail. Mimi ni kichwa na sio mkia I tena. am precious in the house of the Father. Mimi ni wa thamani katika nyumba ya It does Bwana. not matter how much money I don't have. Haijalishi sina pesa kiasi gani. The Mungu Most High God Mungu aliye juu has sana called me by name. ameniita kwa majina yangu. He created all the earth and the wealth in it. Aliumba dunia yote na vyote vilivyomo. And the same God Na Mungu yule yule has told me ameniambia I am the head and not the mimi ndiye tail. kichwa na sio mkia. And He has told me Naye ameniambia that I am separated from sin ya kwamba today. nimetengwa na dhambi leo So hii. I am going to glorify Jesus with my body. Kwa hivyo naenda kumtukuza Yesu kwa mwili wangu. I will never offer any part of my body for sin. Sitatoa kiungo chochote cha mwili wangu kwa ajili ya dhambi. Let me read for you the last one in the book of Colossians. Wacha niwasomee ya mwisho katika kitabu cha Wakolosai. Colossians chapter 2. Kitabu cha Wakolosai 2. Verse 8 is important, Kericho. Mstari wa 8 ni wa muhimu Kericho. Verse 8 is important for you after baptism. Mstari wa 8 ni muhimu sana kwako baada ya ubatizo. That gives you the process of sanctification. Ambaye anakupatia hatua ya utakaso. Verse 8 says, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human traditions and basic principles of this world rather than on Christ. Mstari wa 8 inasema, angalieni mtu asiwafanye mateka kwa elimu yake ya bure na madanganyo matupu, kwa jinsi ya mapokeo ya wanadamu, kwa jinsi ya mafundisho ya awali ya ulimwengu, wala si kwa jinsi ya Kristo. Listen to me, the nations of the earth, Hebu mnisikilize mataifa ya the dunia. nations of Africa. Mataifa ya Afrika. Listen to me, the nation of Kenya. Nisikilize taifa la Listen Kenya. to me, the city of Kericho. Nisikilize mji wa Kericho. After you have been baptized, Baada ya kubatizwa, you have also been given freedom from
human regulations and traditions. Pia umepewa uhuru kutokana na mapokeo ya wanadamu na itikadi zao. You don't have to belong to any club church. Hauhitaji kukua katika shirika la kikanisa lolote. The kanisa of club. Ile kanisa ya kishirika. That we are a church of only rich people. Ya kwamba sisi ni kanisa tu ya matajiri. Or we are a church of only doctors and lawyers. Ama sisi ni kanisa ya madaktari na mawakili pekee. Or we are a church of only this tribe. Ama hii kanisa ni watu wa hii kabila. Baada ya ubatizo, your freedom has come. Uhuru wako umekuja. You cannot be captive to any deceptive philosophy. Usiwe mateka wa elimu yoyote tena ya Kenya madanganyo. has built churches based on class. Sasa Kenya imetengeneza makanisa ikiwa katika misingi ya viwango. Jesus did not build a church of class. Yesu hakujenga kanisa la viwango. The house of the Father Nyumba ya Baba is for all the children of the Lord. ni ya wana wote wa And Mungu. everyone has the same right. Na kila mtu ako na haki sawa. And everyone is precious in the house of Kila the Father. mtu ni wa dhamana katika nyumba ya Listen Bwana. to me, Tanzania. Nisikilize Tanzania. Break down the kingdoms in your churches. Vunjeni zile falme katika The makanisa clans in your yenu. churches. Zile falme katika makanisa yenu. Listen to me, the nation of Uganda. Nisikilize taifa la Uganda. Break down the clubs in your churches. Vunjeni mashirika ya makanisa Listen yenu. to me, the church in Kenya. Nisikilize kanisa la Kenya. Break down the clubs in the church. Vunja mashirika yenu ya Build the kanisa. house of the Lord. Jenga nyumba ya Bwana. Listen to me. Nisikilize. Even circumcision Hata kupasha tohara will not hold you anymore. haitawashikilieni tena. Nobody will force you into circumcision anymore. Hakuna mtu atawalazimishia tohara You are tena. receiving freedom today. Unapokea uhuru wenu leo hii. Your freedom has come from this baptism. Uhuru wenu umekuja katika ubatizo Because huu. you chose the Kwa Lord. sababu mlimchagua Bwana. Deceptive philosophies. Zile elimu za madanganyo, The hollow principles. zile kanuni za utupu They are so empty. ni tupu The Lord kabisa. is saying He's giving you freedom today. Bwana anasema anawapatia uhuru leo No hii. more circumcision of the flesh. Hakutakuwa tena na tohara ya mwili. There is going to be circumcision of your heart. Kunaenda kukuwa na tohara ya moyo Let us wako. clap for the Lord on that one. Pigia Bwana makofi kwa ajili ya hiyo. Circumcising your heart. Kwa sababu ya kupata tohara moyo wako. This is historic baptism Hii ni here. ubatizo wa kihistoria hapa. Listen to what he says here Sikiza anavyosema hapa about circumcision. kuhusiana na tohara. He says, verse 11, Anasema mstari wa 11. in him you were also circumcised Katika yeye mmetahiriwa in putting off the sinful nature, kwa kuuvua mwili wa nyama, not with circumcision done by the hands of man, sio kwa tohara iliyofanyika kwa mikono ya wanadamu, but with circumcision done by Christ Jesus, lakini kwa tohara iliyofanywa na Kristo Yesu, having been buried with him in baptism, kiwa mmezikwa pamoja naye katika ubatizo, and raised with him through your faith in the power of God, na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu who raised him aliyemfufua from the dead. aliyemfufua katika wafu. Hallelujah. Listen to me, precious people. Nisikilizeni nyi watu wenye dhamana. That means your complete freedom has come today. This is the historic baptism in this country. Sasa hii ni ubatizo wa kihistoria katika nchi hii. This is the most historic in the nation of Hii ndio Kenya. ya kihistoria kabisa katika taifa la Kenya. So you have loved the Lord, Kwa hivyo mmependeza Bwana, and the Lord is more than faithful. naye Bwana ni zaidi ya mwaminifu. He always keeps an everlasting covenant with his people. Yeye kila wakati anatimiliza agano la milele pamoja na watu The wake. covenant that Kericho and the people of Kericho are going into with Christ. Agano ambalo Kericho na watu wa Kericho wanaingia ndani pamoja na Kristo. It combines Bomet, by the way. Inaambatana na ile Bomet. Hata hivyo, The Lord will respect that covenant as an everlasting covenant. Bwana ataheshimu hilo agano kama agano la milele. And people will ask in Kenya, Na watu watauliza hapa Kenya, how come we are always in trouble, yawezekanaje kila wakati tuko katika shinda, but the people around Kericho Bomet area, they are always doing well? lakini watu katika sehemu ya Kericho na Bomet wanaendelea vyema? And then they will be told, Alafu wataambiwa many years ago, miaka mingi sana the whole iliyopita, land of Kericho and Bomet, nchi yote ya Kericho na Bomet they went into an everlasting covenant with Jehovah waliingia God katika agano la milele pamoja na Yehova that Mungu, covered the children of their children's children's children down the line. ambayo iligharimu hata watoto wao na watoto wao na watoto wao na kuendeleza vizazi He is a vyote. powerful respecter of covenant with men. Yeye ni ambaye anaheshimu tena sana maagano And yake, now Kericho and Bomet, you wear the holy name of kwa Jesus. sababu sasa Kericho na Bomet mko na jina takatifu la
Yesu. The Father will respect this covenant with you Baba ataheshimu ili agano pamoja nanyi for His name's sake, kwa ajili ya jina for the lake, sake of His name kwa that you sababu ya wear. jina lake ambalo mko nalo. When you get baptized today, Wakati unabatizwa leo hii, you will get a new identity today. utapata kitambulisho kipya leo hii. You will enter into sonship with God. Utaingia katika uwana na Mungu. I am going to transfer you from the citizenship of Kenya to the citizenship of the kingdom of God. Ninaenda kuondoa kwa uwenyeji wa Kenya niwapatie uwenyeji wa ufalme wa Mungu. So you will belong to the kingdom of Ya God. kwamba muwe wenyeji wa ufalme wa Mungu. And you will live for Christ. Nanyi You mtamwishia are going to Kristo. receive a new identity Mnaenda today. kupata utambulisho mpya leo. And you will be spiritual beings. Nanyi mtakuwa watu wa You kiroho. will look at the dirty TV programs. Mtaangalia zile vipindi vichafu vya runinga. And your heart will just say, I don't like it anymore. Na moyo wako utasema sivipendi tena. You will listen to some dirty radios. Utasikiliza zile radio zingine. And you say, you know what, I don't even like it anymore. Where is Jesus Lord radio? Na utasema kwa nini siipendi tena? Iko wapi kikundi cha Yesu ni You Bwana? will walk into a church Utaingia kwa kanisa. and you just hear the way the pastor is preaching. Usikia tu jinsi mchungaji anahubiri. And he's making silly jokes about sexual sin. Naye anafanya mizaa ya kishenzi kuhusiana na dhambi za And you say, zinaa. I just don't like this, I'm stepping out. Alafu utasema sipendi hii, ninaondoka mimi. Lord, lead me to your holiness. Bwana niongoze kwa utakatifu You wako. will just see him teaching towards giving. Utamuona tu akifunza kuhusiana na kutoa. He's teaching towards money. Anafunza kuhusiana na pesa. And you say, it's so disgusting to hear this. Na unasema inachukiza sana Lord, kusikia I'm haya. stepping out, lead me to your house. Bwana ninaondoka, niongoze niingie And nyumba you yako. step out, Nawe utaondoka. and the Holy Spirit will lead you Naye Roho Mtakatifu into atakuongoza holy fellowship with the Lord. katika ushirika utakatifu Where na there is Mungu. no manipulation. Pale ambapo hakuna kutumiwa Whether you vibaya. come without money, Pale ambapo hakuna kutumiwa you vibaya just lift pesa. up your hands and worship Jehovah. Ambapo utainua mikono ya kumwabudu And you will Yehova. never feel small again. Na hautahisi ukidunishwa tena. And you'll be received by the Lord.